Sasa kuna mambo kadhaa ya kusema. Nchi kama hii ambayo imepoteza leadership haiwezi kuendelea. Implication za mambo haya ni, kwa kizungu wanasema ni far reaching, ni kubwa kuliko mnavyoweza kuelewa. Leo hii serikali imelipa kampuni ya kimataifa ya lobbying zaidi ya bilioni 6 kwa mwaka, na zipo kampuni 3 kusafisha taswira ya Samia Suluhu Hassan na serikali yake na nchi kwa uchafu ambao wamefanya wa kuua maelfu ya watu. Baadaye wewe unalipa watu fedha, kesho yake unakamata watu 51 unasema ni magaidi, viongozi wa chama cha siasa. Sasa ni mtalii gani anaweza kulipa pesa zake akaja kwenye nchi ambayo ina magaidi, ambayo serikali yenyewe imekiri kuna magaidi? Ni mtalii gani ambaye anapenda maisha yake anakwenda kwenye nchi ambayo kuna magaidi zaidi ya 50 kwa uthibitisho wa serikali? Hapa hatujazungumzia bodaboda ambao wamekamata. Huyo mtalii atalala kwenye hoteli gani akiwa na amani kama hiyo hoteli haitalipuka usiku wake? Mnaita wawekezaji waje kuwekeza Tanzania. Nani anaenda kuwekeza kwenye nchi ambayo serikali inasema tuna magaidi 51? Mnajenga viwanja vya mpira, mnaita watu kwenye AFCON Tanzania. Nani anaenda kwenye nchi ambayo kuna ugaidi? Mmeshawahi kuona mipira inaenda kuchezwa Afghanistan, Iraq? Mmeshawahi kuona hivyo vitu? Kwa sababu nani atakwenda kwenye kiwanja akakae kwa amani, kiwanja ambacho kina watu 30,000-40,000 wakati hiyo nchi ina ugaidi? Nani anaweza kufanya vitu vya hivyo? Kwa kitendo cha hawa watu kutangaza kwamba nchi yetu ina ugaidi wakati wanajua ni uongo, ni vitendo vya hatari vinavyochafua nchi yetu. Na baadaye sisi tukisema wanasema kwamba sisi tunachafua nchi. Sasa nataka niwaambie, tutaandika barua za kueleza mambo haya kwenye jumuiya zote za kimataifa. Tutaandikia FIFA kwamba serikali inatangaza kwamba kuna ugaidi nchi hii. Tutaiandikia CAF kwamba hii serikali ya Samia inatangaza kuna ugaidi. Kwa hiyo rethink kuhusu hili jambo. Kwa sababu kama kuna ugaidi, mnaletaje watu kwenye nchi hiyo ambayo serikali yenyewe inasema kuna ugaidi? Na sisi wasiseme tunachafua, sisi tunaeleza kile ambacho wao wameshakisema. Na pili, Bwana DPP Mwakitaru, mkurugenzi wa mashtaka, chini ya Mwakitaru watu wengi sana wanaonewa. Ofisi ya DPP ambayo ipo kwa mujibu wa katiba iliyopaswa kuendesha mambo yake kwa uhuru, inatumiwa na wanasiasa kuumiza watu ambao wanashindana nao. Tumekwenda mahabusu hapa, magereza. Kuna bwana mmoja mke wake amefariki wiki moja iliyopita, amebaki na vitoto vyake viwili, amekamatwa, hana ndugu. Tunamuuliza, analia, anasema hajui watoto wake hata wako na nani kwa muda huu tunavyozungumza. Kwa hiyo inabidi tukachukue wale watoto tuwagawane kwenye familia za watu wa Chadema. Fikiria hiyo pain. Na Mwakitaru anajua kutoka moyoni kwamba watu sio magaidi, ni viongozi na wanachama wa Chadema wanaotaka kushindana kwa haki kwenye nchi hii. Kwa hiyo tunafikiri ofisi ya Mwakitaru na ofisi ya DPP ni ofisi inayopaswa kufumuliwa na kuundwa upya, na ndio maana tunataka katiba. Na namkumbushe Mwakitaru, yeye ni wakili, ni mwanasheria, asome kesi ya Nuremberg trial. Henchmen
watu waliokuwa wanatumiwa na serikali ya Adolf Hitler, waliokuwa wanatumiwa na Hitler, wakina Hermann Göring, kuumiza watu, waziri wa mambo ya nchi za nje. Kisingizio chao kilikuwa ni kwamba sisi tulikuwa tunapewa maagizo kutoka juu. Haikusikilizwa kwa sababu maagizo kutoka juu sio sheria. Waliulizwa sheria ilikuwa inakuelekeza nini. Inakuwaje kwenye nchi hii? Samia Suluhu Hassan siku ya sheria alisikika yeye mwenyewe anasema kuna wanaharakati ni magaidi. Nasema uongo? Siku ya sheria ndio Samia Suluhu Hassan alisema wanaharakati ni magaidi. Baada ya hapo watu 51 ndani ya wiki mbili wamepewa kesi za ugaidi. Kwa ni maagizo ya Samia Suluhu Hassan kuwabambikizia watu kesi za ugaidi. Kwa ni conspiracy ya kuumiza viongozi wanaompinga ambao wapo kwa mujibu wa sheria. Mwalimu wa chuo kikuu, wanafunzi, ukisoma azimio la Kampala la mwaka 1990 ambalo Tanzania ni signatory, alisign kwenye hilo azimio, tunazungumzia intellectual freedom, uhuru wa kitaaluma. Tulikubaliana kwamba wanataaluma wote wana uhuru wa kufanya utafiti, wana uhuru wa kuchapisha machapisho yao yanayohusu utafiti waliofanya, wana uhuru wa kuunda vyama vya kitaaluma, trade unions za kutetea maslahi yao na kudai uhuru zaidi wa kufanya kazi zao. Mimi nimesoma chuo kikuu na wale ambao tumesoma chuo kikuu tunaelewa kwamba chuo kikuu ni tanuru la kuoka fikra, ni tanuru la kusugua mawazo. Chuo kikuu sio sehemu ya kujaza watu hofu. Hata zama za chama kimoja, zama za Mwalimu Nyerere, ambapo kwenye maandiko yote ilikuwa ni zidumu fikra za Mwalimu Nyerere, zidumu fikra za mwenyekiti wa CCM, lakini chuo kikuu walikuwa napinga sera mbalimbali za Mwalimu. Na kule chuoni Mwalimu alikuwa anaenda kusikiliza. Chuo kikuu cha Dar es Salaam, ambapo UDASA imekuwa ni sehemu ya kutesti tunahitaji hypothesis, tafiti mbalimbali kwamba kwa nini sheria zetu haziwe applied vizuri. Pale ndio watu wanafanya ushindani, watu wanachapisha, wanaandika maandiko. Dunia nzima ndivyo ilivyo. Hata Adolf Hitler, dikteta, hakuwahi kuingilia vyuo vikuu, kwa sababu kwenye vyuo vikuu ndio mtu atajiuliza kwa nini hii gari ilitengenezwa inaenda mbele tu, kwa nini isitengenezwe inaenda upande upande, kwa nini hii gari inakunywa mafuta hivi, kwa nini tusitengeneze valve ambazo zitapunguza mafuta. Ni kwenye chuo kikuu. Samia Suluhu Hassan na serikali yake wanataka kucontrol mpaka mawazo ya watu wa vyuo vikuu, namna ya kufikiri, kwamba nchi hii mtu anayefikiri vizuri ni Samia Suluhu Hassan na watu waliojiweka madarakani kwa kuua watu. Watu wengine wakiwa na fikra tofauti ni magaidi. Mwalimu wa chuo kikuu anapokamatwa, maana yake Samia ana send signal kwamba nchi hii inatakiwa vyuo vikuu vyote viwe mbumbumbu. Tusubiri yeye atakachofikiri, ndio hicho kiko sahihi. Chuo kikuu. Na ni mambo ya ajabu kwamba watu kama Kabudi, ambaye tunakumbuka Kabudi huyu akiwa chuo kikuu cha Dar es Salaam, akiwa UDASA. Kabudi amejulikana kwa nini? Si kwa kupiga kelele alizokuwa anapiga UDASA pale. Kitila Mkumbo, si ndio alikuwa anaendesha mijadala mikubwa kuhusu katiba. Huyu Kabudi yuko on record. Wakina Said Chachagi, wakina Profesa Holm Othman. Leo mwalimu wa chuo kikuu anapokamatwa kwa freedom ya thinking,
ninashangaa mpaka sasa wanafunzi wanaingia darasani, walimu wanaendelea kufundisha, mwenzao wamekamatwa. Unajiuliza ni nchi gani hii? Hao ni wahadhiri kweli? Na wanafikiri hili linamhusu Mwalimu Kaijage, mhadhiri Kaijage wa UDOM. Nataka niwakumbushe walimu wote wa vyuo vikuu na wanafunzi, wakati wa Adolf Hitler, kasomeni Martin Nemora aliyekuwa askofu na mchungaji kwenye serikali ile, anasema Adolf Hitler alipoanza kuua wafanyabiashara na kushughulikia wafanyabiashara, alisema mimi sio mfanyabiashara, mimi ni mchungaji, hayanihusu. Baadaye akaanza kushughulikia trade unionist, watu wa vyama vya wafanyakazi, akasema I'm not a trade unionist, hayanihusu. Akaja akaanza kushughulikia Jewish ambao aliua zaidi ya Wajewish wa Israeli zaidi ya milioni 6, akasema mimi sio Muisraeli, hayanihusu. Akashughulika na walimu, akasema mimi sio mwalimu, hayanihusu. Baadaye akaja kushughulika na viongozi wa dini. Martin Nemora akasema nilipogeuka nyuma nikajikuta nimebaki mwenyewe, kumbe ningetetea yule wa kwanza asingenifikia mimi. Walimu wa vyuo vikuu na wanafunzi ambao mko madarasani, walimu mnaenda kufundisha, mnafundisha nini? Mwenzenu amepewa kesi ya ugaidi ya uongo. Utasema ni Kaijage wa UDOM, kesho utakuwa wewe wa Sauti, kesho kutu atakuwa yule Juma wa chuo kikuu cha Dar es Salaam, siku nyingine atakuwa mwalimu fulani. Kwa sababu tuliposema, alipobambikiwa kesi Lissu, walisema ni Lissu. Leo wamefikiwa walimu wa vyuo vikuu, kesho itakuwa waandishi wa habari, kesho kutu itakuwa wachezaji, siku nyingine itakuwa wasanii. Hakuna mtu ambaye yuko salama chini ya utawala wa huyu mama. Lazima tupige kelele, lazima tupige kelele. Nimemsikia Bwana Nchimbi anazungumza, na kwa kifupi alichosema Nchimbi ni kwamba wanaozuia katiba ni kikundi ambacho kiko chini ya Samia Suluhu Hassan. Ndicho alichosema Nchimbi, kwa sababu Nchimbi anasema Samia anataka katiba, lakini wakati huo anatuambia tukomae tupate katiba. Sasa maana yake nini? Maana yake ni nini? Nyewe mnaelewaje kwamba kama Samia anataka katiba, Nchimbi anasema anataka katiba, sasa nini kinachoizuia mpaka tukomae? Si inatakiwa ije yenyewe tu bila kukomaa? Sasa kama wanataka wote, na wao ndio wana mitutu ya bunduki, na wao ndio wanazuia, na wao ndio wana bunge fake lile, ndio wana control kila kitu, nani anayezuia sasa? Nchimbi ametumia lugha ya picha kutuambia nani anayezuia katiba. Amesema Nchimbi kwamba wanaharakati sio magaidi. Nani kwani aliyesema wanaharakati ni magaidi kama sio Samia Suluhu Hassan ambaye ni bosi wake nchini? Nani aliyesema hivyo? Si Samia ndio amesema wanaharakati ni magaidi? Sasa Nchimbi anapotuambia kwamba wanaharakati sio magaidi, rais anasema wanaharakati sio magaidi, hapo anatuambiaje? Kwamba tufuate kauli yake au ya yule aliyesema wanaharakati ni magaidi? Kwa Nchimbi anatuambia anayesema wanaharakati ni magaidi ni huyu, na ndio ukweli. Nchimbi anasema kuna watu wananufaika, kuna rais atanufaika na katiba mbovu hii. Kwani nani rais ambaye ananufaika na katiba hii, ambaye ameua maelfu ya watu na kujitangaza kwa uongo? Nani anayenufaika naye? Kwani hamuelewi alichosema Nchimbi? Anasema kuna watu wanabambikia watu kesi. Hapa tuna watu 51 nimewaambia, viongozi, akiwemo katibu wetu wa kanda Jackson Mnyawami. Kwa Nchimbi anatuambia anayeagiza, na ni ukweli tumeuona, kwa sababu Samia alizungumza siku ya sheria akasema kuna magaidi, baadaye watu wamekamatwa. Kwa hiyo anayeagiza kwa mujibu wa Nchimbi na kitu tunachoona na ambacho tunajua na ambacho tumesikia, Samia Suluhu Hassan ndio anayetoa maagizo ya watu kuumizwa kwenye nchi. Ninawaomba Watanzania tuungane kwa pamoja, tukatae mambo haya. Hakuna aliye salama. Chama chetu na sisi viongozi wa Chadema tutafanya yale tunayoweza. Wanachama wenzangu, kwanza msiogope. This is a kick of a dying horse.
farasi ambaye yuko dakika za mwisho, CCM imefika mwisho, ndiye anarusha mateke ya aina hii. Na sisi we want to be blackmailed. Hatutakubali kuwa blackmail. Hakuna atakaye tushinikiza kufanya kitu ambacho kiko nje ya utaratibu wa sheria na nje ya haki. Hatutakubali. Hatutapigia mtu yoyote magoti kwa uongo. Kwa hiyo wanachadema wawe imara. Mawakili wetu watashughulikia mambo haya. Tunajua mahakama zetu sheria hazifuatwi, lakini ni vizuri tukaweka rekodi. Natumia nafasi hii kuagiza mawakili wetu, mwanasheria mkuu wa chama na mawakili wengine wote, aandae timu maalum za kuendelea kupambana kuhakikisha viongozi wetu hao wanaachiliwa immediately, wanarudi kwenye shughuli zao. Wanachama wetu nchi nzima, hakikisheni mnaonana na familia hizo za watu ambao ndugu zao wamekamatwa. Tuwasaidie familia zao zisilale njaa kwa sababu watu wao hawapo. Kama tutakula makande, tutakula makande wote. An injury to one of us is an injury to all of us. Maumivu ya mmoja wetu ni maumivu ya wanachadema wote. Kesi ya hawa viongozi sio kesi ya wale viongozi tu, ni kesi zetu sote wanachadema tulioko nje. Tunahitaji kuwa na mshikamano zaidi kipindi hiki. Testing time. Lakini nyakati nzuri ambazo wazungu wanasema when the going get tough, the tough get going. Mwendo unapokuwa mgumu, wale wagumu ndio wanasonga mbele. Na ni kipindi hiki ambacho wanachadema tutapimwa na tutaona ni kwa kiasi gani tunaamini yale tunayoyapigania. Tunaamini kiasi gani katika kubadilisha nchi hii. Tunaamini kiasi gani katika kuleta mabadiliko ambao watu wengine hawataumizwa kama tunavyoumizwa na Samia. Ili watu wengine watakao kuja kuishi baada yetu waseme wazee wetu waliishi wakatuondolea adha, wakaumia ili sisi tuishi vizuri. Wakumbuke makaburi yetu, wakumbuke majina yetu, kwamba hawa walitoa damu zao na miili yao ili leo sisi tuendeshe gari bila hofu. Nchi imejaa hofu. Hakuna anayejua nani atatekwa, hakuna anayejua nani atawekewa kesi, hakuna anayejua nani atapigwa risasi. Nchi imejaa hofu. Tunapaswa kuondoa hofu hii. Na hofu hii ni hofu inayoletwa na serikali dhalimu ambayo haijachaguliwa na watu. Tusaidiane. Nyie ambao kama ni waandishi wa habari kweli, andikeni vitu ambavyo vina msingi na nchi. Usilete propaganda, hakuna ambaye yuko salama hapa. Mkitumiwa kupewa vishilingi 50,000, mnatoka kwenye hoja ambazo ni za msingi. Badala ya kuandika mambo ya msingi, mnaandika mambo ya kitoto. Watu wanaiba pesa kwenye mafuta, watu wanabambikia watu kesi, watu wanaiba pesa kwenye bandari zinauzwa, ardhi ya nchi yetu. Huyu mama anakwenda kuzindua eti ujenzi wa SGR kutoka Tabora kwenda Kigoma. Hivi unaweza kwenda shambani kuvuna mahindi wakati hata hujalima shamba? Hiyo SGR kutoka Dar es Salaam mpaka kufika Tabora imemshinda. Anaenda kuzindua tena kipande kingine ambayo ile ya kuunganisha hana. Hivi sisi ni wajinga kiasi gani? Haya ndio mambo ya kuandika, kuwaeleza Watanzania nini kinaendelea. Yaani wewe unataka uhamie kwenye nyumba, huna hata msingi, huna hata jiwe, unaenda kujenga, una mabati, huna msingi, unaenda kuwezeka kwenye nini? Kipande cha SGR cha kutoka Dar es Salaam mpaka Dodoma kilijengwa kikaachwa pale. Tangu hapo, nyie tuko hapa Mwanza, miaka 3-4 yote ya huyu mama, umeshaona hata nondo inawekwa hapa. Leo anaenda kuzindua kingine. Si umalizie hii kwanza hii. Hii tu hapa haipo, imemshinda. Sasa unazindua ya kutoka Kigoma, isi Tabora kwenda Kigoma. Sasa hiyo utaiunganisha na nini? We are not fools. Sisi wajinga. Deni la taifa limepanda. Huyu mama amekopa kwa miaka 4 ya kwake trilioni 59. Marais wote tangu uhuru mpaka sasa wamekopa trilioni 54. Yeye miaka 4 trilioni 59. Hazijulikani ziko wapi. Nchi inaenda shimoni. Na sisi tupo tunashangilia ujinga. Watu wamebambikiwa kesi za uongo. Kwa tusaidiane. Ninawasihi
wazee wa nchi wajitokeze, wana taaluma, vyama vya wafanyakazi. Kama serikali hii imefikia stage ya kutaka kumonopolize mawazo ya watu thinking, utakuwa umekaa nyumbani, watakuuliza unafikiria nini, na watakuua kwa kile unachofikiria kichwani kwako, kama mawazo yao yatatofautiana na kwako. Uhuru wa kutafiti, uhuru wa kujieleza, uhuru wa kielimu. Chuo kikuu hii ni jambo kubwa, hili ni jambo kubwa kuliko yote. Chuo kikuu ni sehemu ya kusugua fikra, ni tanuru la kuoka mawazo, ujuzi, uelewa. Chuo kikuu sio sehemu, sio tanuru la kujaza watu hofu. Chuo kikuu sio kiota cha vitisho. A university. Mwalimu wa chuo kikuu anapokamatwa ni signal kwamba Samia anataka nchi nzima itue mambumbumbu. Hatutakubali kuwa mbumbumbu. Wale wachache mtakao kubali, kubalini nyie. Sisi wanachadema hatutakubali at least kuwa mambumbumbu ambao Samia atafikiri kwa niaba yetu. Hatakubali. Hatasimama. Tutahesabiwa. Na Mungu atatuongoza kuokoa nchi hii. Asanteni kwa kunisikiliza.